Suluhu Hassan pamoja na chama chetu cha Mapinduzi kwa kuniteua kuanzia kwenye kugombea ubunge na hatimaye Wanamwibara wakaniamini, wakanipa comeback ya kurudi bungeni, na washukuru sana Wanamwibara. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba ya tarehe 14 Novemba mwaka jana ambayo Mheshimiwa Rais aliitoa hapa bungeni kuashiria kulizindua bunge ilikuwa ni hotuba ambayo ilijaa maono, ilikuwa ni hotuba ya uthubutu, ilikuwa ni hotuba ambayo inaonyesha kwamba Tanzania mpya inakuja. Na badala ya kupiga makofi kwa kauli ya Mama Samia kwamba Tanzania mpya inakuja, mimi ni waombe wabunge, hebu wote tuseme Tanzania mpya inakuja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitajikita kwenye maeneo machache ya kuishauri serikali ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Nianze kwenye sekta ya mifugo na uvuvi, lakini nitajikita kwenye uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna kipindi ambacho Mama Samia ameshtuka, kama kuna kipindi ambacho Mama Samia amekuwa na maono kwenye sekta ya uvuvi, ni pale ambapo ameliona ziwa Victoria ambalo Tanzania tunamiliki maji 49%, Uganda 45% na Kenya wanamiliki 6%. Mama huyu ameshtuka. Kwa nini ameshtuka? Wenzetu wa Kenya ambao wanamiliki maji 6% wana uvuvi wa kufuga samaki kwa njia ya vizimba, na hivi ninavyozungumza sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, wenzetu wa Kenya kwenye ziwa Victoria wana vizimba zaidi ya 6,000, ili hali Tanzania ambao tunamiliki maji 49% tuna vizimba visivyozidi 900. Mheshimiwa Mwenyekiti, huku ni kushtuka kwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa hali ya juu sana. Na ninataka niseme, kama kuna sekta ambayo itasaidia kutengeneza ajira kwa vijana na kwa wananchi kwa ujumla ni sekta ya uvuvi, hasa ufugaji wa samaki wa vizimba. Na tunayo maziwa mengi: Nyasa, Tanganyika, Rukwa na ziwa Victoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakapofanikiwa kufuga samaki kwa vizimba, mambo yafuatayo tutanufaika nayo. Moja, kwenye upande wa ajira, tutakuwa na watu hasa vijana ambao wanalisha samaki, tutakuwa na wananchi ambao wanavuna samaki kwenye vizimba, tutakuwa na wananchi ambao ni walinzi kwenye vizimba. Lakini kwa ajili ya multiplier effect, tutakuwa na viwanda ambavyo vitakuwa vinatengeneza chakula cha samaki, lakini pia tutakuwa na viwanda ambavyo vitakuwa vinachakata samaki. Kwa hiyo tutakuwa tumeliletea pato kubwa sana taifa letu. Na hii kwa mfano, sasa tunakwenda kuwa na SGR katika miaka 5 hii inayokuja, kuanzia Tanga bandarini hadi Musoma. Kwa hiyo itachochea uvuvi wa samaki, kwa sababu sisi uvuvi wa samaki tutakapoenda kufuga kwenye vizimba ni kuanzia mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Mara. Kwa hiyo tutakuwa na eneo kubwa sana ambalo litatuletea mapato. Lakini faida nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na uvuvi haramu ndani ya ziwa Victoria. Kwa hiyo serikali itakapokuja na mpango mkubwa sana wa kufuga samaki majini, wavuvi hawa ambao wanavua kiharamu ndani ya maji ya ziwa Victoria, wengi wataenda kwenye kufuga samaki kwenye vizimba kwa sababu watapata mikopo. Kwa hiyo tutaweza kuwa na samaki ambao wataanza kuzaliana pamoja na kuongezeka. Lakini pia kwa kuwa samaki wameisha ndani ya ziwa Victoria, ziwa litapumua, Mheshimiwa Mwenyekiti,
kwa sababu wavuvi wengi wataenda kwenye vizimba na hivyo kuliacha ziwa kwa muda mrefu likipumua na samaki kuendelea kuongezeka. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, maono haya ya Mama Samia Suluhu Hassan ni maono ya hali ya juu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye eneo jingine. Unajua Mheshimiwa Mwenyekiti, ilivyotangazwa kwamba tarehe 14 Novemba Mheshimiwa Rais atalihutubia Bunge, Watanzania wote kwa makundi mbalimbali, akina mama, wazee, vijana, wafanyabiashara, mama ntilie, kila makundi yalisubiri kwa kiu tarehe 14 Mama Samia anakwenda kusema nini atakapokuwa analihutubia Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia hotuba ya Mama Samia kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa wa 40, amezungumzia mambo mengi sana kwa sekta na namna ambavyo amejipambanua mikakati mbalimbali ya miradi ya maendeleo. Lakini makundi haya ambayo yalikuwa yanamsikiliza Mheshimiwa Rais, na mimi siku hiyo nilikaa hapa nilipo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mama Samia akiwa hapo analihutubia Bunge, nilimtazama usoni Mheshimiwa Rais, nikaona dhamira yake wakati analihutubia Bunge, anaongea na Watanzania. Niliona kabisa anamaanisha na ana dhamira ya dhati kututoa mahali ambapo tumefika sasa kwenda kwenye nchi ya asali na maziwa. Sasa makundi mbalimbali haya Mheshimiwa Mwenyekiti yaliyokuwa yanamsikiliza, wengine kwenye runinga majumbani, wengine vibanda umiza, wanamsikiliza Mama Samia kama nilivyotaja. Kuna kundi moja ambalo nataka niliongelee, ambalo nalo lilikuwa linamsikiliza Mama Samia Suluhu Hassan, na hilo kundi linapatikana ukurasa wa 37 kwenye uwajibikaji na utawala wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaongea sana wabunge, tutaongea, tutajadili, tutatenga fedha Mheshimiwa Mwenyekiti, matrilioni kwa ajili ya miradi ya nia njema ya Mama Samia, lakini hatutafanikiwa. Maono haya hatutayafikia kwa sababu Mama Samia alihitimisha kwa kusema yafuatayo. Naomba ninukuu: tumezungumzia masuala mengi, ila msingi wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu, uwajibikaji katika kila ngazi kuanzia juu mpaka chini. Kwa msingi huo, na ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili, tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano, narudia, kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Mwisho wa kunukuu. Naomba niende ukurasa wa 40. Mheshimiwa Rais alimalizia hotuba yake kwa kusema, namuomba Mungu kuwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mama Samia aliona, pamoja na kwamba ana maono ya dhati ya kutupa Tanzania mpya, lakini dhahiri aliona kwamba kuna matishio, kuna viashiria vinavyoweza kukwamisha Tanzania mpya kutopatikana, na ndiyo maana akajipambanua. Lakini niboreshe eneo hilo kwamba pamoja na kwamba alibaini hivi vihatarishi, matishio haya, niboreshe eneo moja ambalo na lenyewe tusipoliangalia ndilo litakalo haribu mipango mizuri ya serikali na kuendeleza ufisadi pamoja na ubadhirifu ndani ya nchi yetu. Ni kundi la machawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, machawa ni kundi hatari. Machawa ndimo wanamojificha mafisadi,
machawa ndimo wanamojificha wabadhirifu, na bila kushughulika na machawa ambacho ni kichaka wanamojificha, kukichoma moto na kukifyekelea mbali, maono yote haya hayatafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na haya lazima yafuatayo pia serikali iangalie. La kwanza ni kuhakikisha kwamba mihimili ya dola, mahakama, bunge pamoja na serikali inakuwa ni mihimili iliyo huru. Bunge liwe huru. Leo tukiletewa taarifa ya CAG kwa mfano, lazima tuijadili kwa uhuru, kwa upana, ili tushughulike na wabadhirifu, na ndiyo maono ya Mheshimiwa Rais yatakapofikiwa. Tutakapoweka maazimio, lazima maazimio yale yaende yaheshimiwe na serikali iyatekeleze. Bila hivyo hatutafanikiwa. Mahakama iwe huru, wapelekewe watu ambao wamefanya uhalifu, watendewe haki ya kuhukumiwa ili waogope fedha za serikali. Lakini pia vyombo vya kiuchunguzi, vyombo vya dola na vyenyewe lazima viwe huru. Lazima mwendesha mashtaka awe huru ili maono haya yafikiwe. Lazima polisi wawe huru ili wachunguze watu ambao ni mafisadi papa, yapelekwe mahakamani, kuliko kupeleka vidagaa, ndivyo vimjusi vidogo vidogo ndo vinaenda mahakamani. Lazima tume ya kudhibiti madawa ya kulevya wawe huru, washughulike na mambo haya. Bila kufanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, na ninashukuru Mheshimiwa Rais ameliona jambo hili, kwamba yote haya nimeyasema, nimejipambanua, lakini kuna kundi hili hapa linaweza kunikwamisha. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais alisema atatupa ushirikiano, bunge hili atatupa ushirikiano, na sisi tumpe ushirikiano. Haya mambo ya kuleta masuala ambayo ni muhimu, masuala ambayo wamejificha kwenye uchawa, kumbe ni madalali wa rasilimali za serikali, wanajificha kwenye uchawa, kumbe ni wahujumu uchumi, halafu tunawabaini. Tuache mambo ya kufunika kombe mwanaharamu apite. Tusikubali mambo muhimu kama haya. Mama amejipambanua, anataka kumaliza awamu ya 6, aliache tabasamu la utu kwenye macho ya Watanzania. Haya mambo ya kuitana kwenye chama sijui party caucus, kuna jambo zito, lifisadi limetikisa nchi, lakini kuna watu wengine ambao pengine wako connected na hilo lifisadi na hilo lihujumu uchumi. Mnatuletea mambo kwenye party caucus, hiyo haitakuwepo hiyo, na hiyo imetoka imeenda hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka tumsaidie Mheshimiwa Rais. Hivi kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kundi hili halitadhibitiwa kwa nguvu zote, na mimi niwaambie kwetu Msoma tunasema vita ni vita mra, lazima tupambane. Itakuwaje wananchi Mwibara pale tunahitaji maji, na Mheshimiwa Rais maono yake anasema tutakuwa na gridi ya taifa ya maji, alafu fedha zinaliwa na haya mamjamaa. Mwibara watapata wapi maji? Mwibara tunataka kupata vizimba vya kufuga samaki, alafu haya majamaa yaendelee kula pesa. Mwibara tutapata wapi vizimba vya kufuga samaki? Mwibara tunataka pembejeo, tunataka kulima, alafu haya mamjamaa tuyaache kwa kufunika kombe mwanaharamu apite. Hakuna hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima nchi hii watu wapate Tanzania mpya inayokuja. Asante sana Mheshimiwa Kangi Lugola, nimekuvumilia, muda umeisha. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja 100%. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Kangi Lugola, lakini waheshimiwa, tunajua ni kinyume cha kanuni kuambia watu wapige makofi, lakini kwa vile alikuwa anaitamani Tanzania mpya na hata na mimi na nyinyi mnaitamani, nikavumilia kidogo, lakini sio taratibu wa kanuni. Kwa hiyo kwa leo tuvumilie, kwa sababu ni jambo la kutamani kitu kizuri taifa ni very exceptional. Kwa hiyo leo tumemvumilia, lakini siku nyingine tusiagize watu kupiga makofi. Haya, tunaendelea sasa na Mheshimiwa Hadija Hassan Aboud, baadaye atamalizia